Halo, mambo vipi? Habari ya kwako? Nina kitu muhimu cha kushare na wewe leo, wewe ambaye unanisikiliza unatazama kupitia video hii. Iko hivi. Tunaishi maisha ambayo kuna wakati tunayaishi maisha ambayo yametuchagua, sio tuliyoyachagua. Yaani yamekupata, you have no way out. Tunafika mahali tunasema kweli kwenye maisha bana, pesa sio kila kitu. Yes, kweli pesa sio kila kitu, lakini kila kitu kinahitaji pesa. Pesa ndio inaamua uishi wapi na kina nani, majirani zako wawe kina nani. Pesa inaamua uishi nyumba ya aina gani. Pesa inaamua majirani zako wawe kina nani. Pesa inaamua usafiri gani utumie. Pesa inaamua ule nini mara ngapi kwa siku. Pesa inaamua watoto wako wasome wapi. Pesa inaamua wewe na familia yako mutibiwe wapi, kwenye hospitali za viwango gani, nchi zipi. Pesa ukiangalia sio kila kitu, lakini inaamua karibuni kila kitu kwenye maisha yako. Ni sasa wewe kugundua kwamba kumbe inawezekana pesa isiwe kila kitu, lakini kila kitu kinachokuzunguka kwenye maisha yako kinahitaji pesa. Sasa sisi BF Suma Tanzania tunakufundisha namna gani ya kuweza kutengeneza pesa nyingi, kuwa ni mtu ambaye unaishi kisasa ukiwa una uwezo wa kuwa na chanzo endelevu, chanzo cha kipato kinachoweza kurithisha vizazi vyako vijavyo, ambavyo kimsingi hiyo ajira yako, hiyo kazi yako huwezi kuwarithisha watoto wako, lakini biashara hii unaweza kurithisha vizazi vyako vijavyo. Na kufundisha biashara ambayo itakusaidia uweze kuondokana na vitu vya ajabu kwenye maisha ambavyo tunavifanya na tunaona ni vya kawaida, ila sio vya kawaida. Kwa mfano, kuna mtu unakuta anaishi kwenye nyumba ya kupanga, wanaishi watu 12, wanatumia tundu moja la choo. Amesikia kubanwa na haja, anasubiria mpaka mtu fulani atoke ndio naye yeye. Unaenda chooni umebeba kopo la maji mkononi, umejikadiria. Sasa sio vitu vya kawaida, ila tunaishi, ndio nafanya hivyo. Unaishi mazingira ambayo yani ukiamka asubuhi unaona kila unachokimiliki. Sasa ukipata pesa, ukiwa na pesa, hivyo vitu utaondokana navyo. BF Suma tunakufundisha wewe ambaye huna kazi, huna ajira, namna gani unaweza kuanza biashara kwa mtaji mdogo wa N50 uweze kuendeleza maisha yako kwa uzuri. Wewe mwenye kazi, mwenye ajira, tunakufundisha namna gani unaweza kufanya biashara na BF Suma kwenye muda wako wa ziada, uweze kuzalisha kipato endelevu na mshahara wako uwe ni kasehemu kadogo sana kwenye kipato chako cha maisha yako. Lakini kuna wewe mwanachuo, tunakufundisha kufanya biashara na BF Suma ukiwa chuoni, ili baada ya kumaliza usizunguke na kuteseka kuzunguka na bahasha mitaani. Lakini kuna wewe umemaliza chuo, huna kazi, huna ajira, acha kujilalamisha. Hakuna ambaye yuko responsible kwa maisha yako isipokuwa ni wewe. Njoo BF Suma, tutakufundisha namna ya kuanza biashara na mtaji mdogo kabisa wa N150,000. Usiogope, usiwe na hofu. Tuko kwa ajili ya kukufundisha, kukuonesha nini cha kufanya. Soko liko, wateja wapo, ila sasa hizi huna kwa sababu hauna biashara unayoifanya. Pale mtaani kwako kuna mangi anaduka, hakuanza akiwa na wateja, alianzisha kwanza huduma ndio wateja wakaja. Unayemwona yuko BF Suma kafanikiwa, alianza biashara akijifunza mteja ni nani, namna gani anatengeneza soko. Leo hii ndio hayo mafanikio yanayokuinspire. Hata wewe utakuwa huyo mtu. Wasiliana nami kwa nambari za simu hizi hapa niweze kukufundisha namna gani kwa hiyo N150,000 yako utatengeneza historia kubwa ya kimafanikio kwenye maisha yako, ukoo wako. Wewe utakuwa mtu wa kwanza kuvunja cheni za umaskini. Asante na karibu sana.